Leo tunaangazia historia ya Jafar Jackson. Huyu ni mpwa kabisa wa Michael Jackson. Sasa anaingia kwenye ramani ya burudani kwa kishindo kikubwa sana, na hii si kwa sababu ya jina la mjomba wake, bali ni kwa sababu amebeba kipaji na jukumu zito la kumfuata Michael Jackson kwenye filamu mpya ya Wasifu ambayo inatayarishwa. Na ukaribisha sana kwenye Cha Storyteller. Jina langu naitwa Cha, the best presenter in town. Jafar Jeremiah Jackson amezaliwa Julai 25 mwaka 1996 huko Los Angeles, California. Yeye ni mtoto wa Jeremiah Jackson, kaka wa Michael Jackson na mjomba wa kundi maarufu la The Jackson 5, na mama yake anaitwa Alejandra. Huyu ndo mama yake ambaye anaitwa Alejandra. Kukulia kwenye familia ya Jackson maana yake ni kwamba muziki, densi pamoja na sanaa vilikuwa ni sehemu ya maisha yake ya kila siku tangu akiwa mtoto mdogo mpaka sasa. Sasa cha kusikitisha ni kwamba tofauti na ndugu zake wengine, Jafar hakuwa na ndoto ya kuwa msanii tangu mwanzo. Ndoto yake ya utotoni ilikuwa kuwa mchezaji wa gofu wa kulipwa, yani professional gofu, na alitumia muda mwingi sana akifanya mazoezi ya mchezo huo. Hapo nafikiri sasa tunaanza kuelewana. Na hata hivyo, damu ya familia ya Jackson haikubaki nyuma. Alipofikisha umri wa miaka 12, mapenzi ya muziki yalianza kuchipukia. Alianza kujifunza kupiga piano na kuanza kuimba, akivutiwa sana na wakongwe wa muziki kama Sam Cooke, Marvin Gaye na bila shaka mjomba wake Michael Jackson. Sasa mnamo mwaka 2019 Jafar alionyesha rasmi ulimwengu kipaji chake pale alipoachia wimbo wake wa kwanza kabisa uitwao Got Me Sing. Wimbo huo ulikuwa na miondoko ya R&B pamoja na pop, na video yake ilirekodiwa kule Rio de Janeiro, Brazili. Mashabiki wengi walishtushwa na jinsi sauti yake, muonekano wake na hata baadhi ya staili zake za kucheza zinazofanana na ukaribu sana na Michael Jackson wa miaka 1980. Halo, wewe ulikuwa wapi? Sasa mwishoni mwa mwaka 2022 na mapema 2023 hivi, dunia ilipata taarifa kubwa. Kampuni kubwa ya filamu ya Lionsgate, nafikiri hii utakuwa unaijua, hii inatayarisha filamu ya maisha ya Michael Jackson iitwayo Michael. Nafasi ya kumchezesha Michael Jackson ilikuwa inatafutwa kwa udi na uvumba duniani kote, kwa maana wapo wale watu ambao walikuwa wana act like Michael Jackson wakicheza na nini, so waliamini kwamba wanaweza kupata kitu kupitia wale. Sasa watayarishaji wa filamu hiyo wakiongozwa na producer Graham King aliyetengeneza pia filamu maarufu ya Bohemian walifanya usahili wa kimataifa, lakini hawakupata mtu sahihi. Hapo ndipo walipokutana na Jafar Jackson. King alisema, nilikutana na Jafar zaidi ya miaka 2 iliyopita na nilivutiwa sana na jinsi alivyoiga kikamilifu tabia na roho ya Michael. Ilikuwa ni kitu chenye nguvu sana kiasi kwamba hata baada ya kufanya utafiti duniani kote, ilikuwa wazi kuwa yeye ndiye mtu pekee anayeweza kuchukua jukumu hili la kuigiza kama Michael Jackson. Hata bibi yake Jafar, mama mzazi wa Michael, Catherine Jackson, alibariki uamuzi huo kwa kusema, Jafar anamwiga mwanangu kwa uzuri sana. Ni vizuri kuona anaendeleza urithi wa Jackson wa burudani. Filamu hii mpya ambayo imepangwa kutoka mapema mwaka huu 2025-2026 inaongozwa na mwongozaji mahiri Antonia ambaye aliongoza Training Day ile ambayo alicheza Denzel Washington ambayo ilikuwa inaitwa The Equalizer. Ili kujiandaa na nafasi hii kubwa zaidi katika maisha yake, Jafar amepitia mazoezi mazito sana. Sasa mazoezi ambayo Jafar ambayo alikuwa ameyapitia ni dance na sauti, ambayo amefanya kazi na walimu wa dance na sauti
waliofanya kazi na Michael Jackson mwenyewe ili kukamata kila mjongeo, staili na kutupa mguu na namna Michael alivyokuwa akizungumza na kuimba. Sasa ukiangalia hii filamu vizuri pale itakapotoka utakuja kugundua kwamba huyu jamaa alikuwa anaongea kama Michael Jackson, yani miondoko na kila kitu kama Michael Jackson. So poa. Muonekano, picha za kwanza zilizovuja kutoka kwenye seti ziliwashtua watu wengi mitandaoni. Mfanano wa Jafar akiwa amevaa mavazi Michael Jackson kama vile t-shirt nyeupe na suruali nyeusi ya kwenye ziara ya Dangerous, na ulikuwa kutisha, ni kama Michael amefufuka. Sasa Jafar anatuambia kwa nini movie hii ni muhimu kwake. Hii itakuwa ni filamu ya kwanza kabisa ya Jafar Jackson kama mwigizaji wa Hollywood. Sio tu kwamba inampa nafasi ya kuonyesha ulimwengu uwezo wake wa kuigiza na kucheza, bali pia inamweka kwenye presha kubwa ya kulinda na kuonesha heshima kwa urithi wa binadamu anayetajwa kuwa msanii mkubwa zaidi karne ya 20. Anayependa mchezo wa gofu, sasa Jafar Jackson yupo njiani kuwa mmoja wa mastaa wakubwa wa filamu duniani kupitia jina na urithi wa mjomba wake Michael Jackson. Namaliza hivi. Karibu sana kwenye Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, Chazi Mnyama OG.